Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ilivyo desturi yetu, tunaendelea na vipindi vyetu. Uko nami Mwalimu Maulid Yusuf, lakini pia ni mchambuzi wa mambo ya ndoa na mahusiano. Katika mada yetu ya kwanza tuliona kwamba kabla ya mwanandoa kulalamika au kuhisi afahamiki, basi maswali matatu muhimu ajiulize. Swali la kwanza ajiulize, je, attachment style yake anaifahamu na ya mwenzi wake? Lakini swali la pili, a love language ya mwenzi wake anaifahamu? Lakini swali la tatu ajiulize, wakati gani anawasiliana na mwenzi wake? Tumeona attachment style, tumeona love language. Leo sasa tutaona aina ya mood. Mood ziko aina tatu. Kuna safe mood, kuna defensive mood, na kuna shutdown au freeze. Sasa kanuni rahisi tutaitumia ni C. Calm, connect, communicate. Calm, connect, communicate itakusaidia sana kanuni hii ukiitumia ili uweze kuwasilisha ujumbe wako au mahitaji yako. Lakini tutawaangalia wataalamu wawili wanasayansi. Mtaalamu wa kwanza ni Stephen Porges, ambaye yeye alieleza mfumo wa fahamu au mshipa wa fahamu, cranial nerve X. Mshipa huu wa fahamu namba 10 unaanzia katika brainstem. Kwa hiyo vagus nerve ni mshipa wa fahamu unaodhibiti vitu vya ndani. Lakini kuna mshipa mwingine wa fahamu ni facial nerve, ambao ni mshipa wa 7. Mshipa huu unadhibiti harakati za uso. Lakini pia uso ni kama emotional display screen ya emotions. Hisia za mwanadamu tunazisoma kupitia uso wake. Mtaalamu pia mwingine anaitwa Paul Ekman. Yeye ni mtaalamu wa micro facial expressions, maelezo madogo madogo ya uso. Kwa mfano, tabasamu, shape ya midomo, macho namna yanavyoangalia. Kwa hiyo tukiwa tunaangalia uso wa mtu, basi tutajua anachokieleza. Ina maana hapa tunajifunza lugha ya mwili. Na muhimu sana kujifunza lugha ya mwili, kwa sababu lugha ya mwili haidanganyi. Mdomo unaweza ukadanganya, lakini mwili siku zote huwa unasema ukweli. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza lugha ya mwili, kwa sababu mwili haudanganyi, lakini mdomo mara nyingi huwa unadanganya. Mtu anaweza akakwambia niko sawa, lakini anaficha hisia zake. Sasa kwa kusoma lugha ya mwili, kuangalia microfacial expressions, alama ndogo ndogo za uso au mwili wake namna alivyo, postures na gestures, utapata majibu. Sasa tutatumia kanuni 3. Hii ni tunaita the triple C. Maana yake calm, connect,
communicate. Calm, kuwa mtulivu. Ukishaona mwenzio amepanic, basi kuwa mtulivu. Kama na wewe ulipata hali ya kupanic, pumua kidogo, shusha pumzi. Halafu connect. Connect, tambua hisia zake. Soma uso wake. Uso utakueleza. Lakini pia sikiliza sauti yake. Ikiwa sauti kama yuko kwenye hali ya amani, basi sauti itakuwa ina rhythm nzuri, itakuwa ina mdundo mzuri. Sauti ikiwa ya juu, ishara yuko kwenye defensive mode, hapa hamwezi mkawasiliana vizuri. Lakini akiwa kwenye sauti ya chini kabisa, ishara amejificha kihisia. Hapa anahitaji kulindwa kihisia, anahitaji psychological safety. Lakini akiwa kati na kati, basi yuko kwenye comfort, yuko kwenye hali nzuri ya mawasiliano. Kwa hiyo baada ya kusoma ishara hizi, sasa tunakuja kwenye communicate. Communicate, sasa toa zile hisia zako. Lakini pia katika mazungumzo usitumie wewe, tumia mimi ninahisi. Kwa sababu ukitumia wewe tayari unamshambulia, automatically anarudi tena kwenye defensive mode. Hapa itakuwa ni ngumu kuwasiliana naye. Lakini utakavyolazimisha, basi atakuwa katika shutdown mode. Shutdown mode maana yake hapo amejificha kihisia. Chochote unachozungumza ubongo wake unasema sijali. Kwa hiyo unaweza ukawa unazungumza maneno ya msingi lakini hazingatii. Baadaye unaweza ukamlaumu, hakuelewi, anajeuri au hakusikii. Kumbe ulikosea, hujasoma yuko katika mudi gani. Ndoa ni kitu kikubwa sana, ni ibada kubwa. Allah anasema zungumzeni na watu kwa maneno mazuri. Kwa hiyo mwenza wako ni muhimu sana kuzungumza naye, kuchagua lugha nzuri na kwa namna nzuri. Sasa akiwa kwenye hali ya kupanic, hapa hamtaelewana na utampa lawama. Na ndio maana unakuta mtu mmoja mwingine hajamsikiliza, lakini kaja mwingine kaisoma mudi yake, kamsikiliza na kamuelewa. Na ndio maana huwa watu tukiwashindwa huwa tunawapeleka kwa wengine, lakini wakifika kwa wengine mwafaka unapatikana. Kwa hiyo huyu alichokushinda ni kuweza kusoma yuko kwenye mudi gani. Ukiona watu wanagombana, wenza wanagombana, ishara wana upendo. Wanachogombania, kila mmoja anataka kuwasilisha hisia zake, lakini umeshindwa kupata namna nzuri. Kwa hiyo watu wanaogombana mara kwa mara, ishara upendo upo, isipokuwa wanagombania kuelewana, wanatafuta namna ya kuwasilisha hisia zao. Sasa ukichukua kanuni hii, basi itakusaidia. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa waja ni kusikia na kufuatisha aliyokuwa mema. Tutaendelea tena katika vipindi vyetu vijavyo kupata maarifa haya, namna gani iwe tuzitengeneze ndoa zetu na tutengeneze mahusiano yetu.